Wapendwa katika Kristo, nikasema kwa upande wangu ni heshima kubwa kuwa pamoja nanyi na wote ambao wameunganishwa pamoja nasi. Ili neno hapa, kuturudisha ubaya kwa ubaya, lawama kwa lawama, tunajua kwamba hiyo ni kitu ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa leo. Tunaona watu wana haki na wanaona kwamba ni vizuri kuwa na hasira na kufanya vitu vingine kinyume na watu wengine. Lakini hapa New York tuna kitu ambacho kinaitwa road rage. Inamaanisha kwamba mtu atakutambukia mbele ya barabara, alafu yule mwingine ataweza kwenda pia anamrudishia vile vile, alafu anaanza kumfokea. Na hiyo ndio kurudishiana. Kazi yetu ni tunapobarikiwa na tumeweza kulishwa na kukaa karibu na Mungu, sio tu anatuvuta ndani, lakini anatutuma pia. Sio sema kwamba Abrahamu nitakupatia maisha mazuri, nafanya hivi kwa sababu natamani kutumikisha kuwa baraka kwa watu wengine. Maana tunajua kwamba wengi wetu hapa wameweza kutembea masafa marefu ili kuwa hapa. Kuna wengine wametoka kwenye mahangaiko mpaka kuja hapa. Na Bwana ameweza kutuweka wote pamoja, na anasema nataka ninyi mweze kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Sio tu tutaweza kubatishwa kuwa mafalme na makuhani, na Bwana anaweza anaendelea pia kutuandaa kwa ajili ya kuwa mafalme na makuhani. Maana anapoweza kutukamilisha kupitia neema yake, tunafanya kile kitu ambacho ni cha kawaida kabisa, kitu ambacho ni cha asili kabisa. Na hivyo basi tunatakiwa pia kutenganisha dhambi na wafanya dhambi, na kuangalia wale ambao wametekwa. Na tunajua kuna wengi ambao wako mbali na Mungu, lakini wanafanya dhambi, lakini pia kuna madhara ya dhambi. Watu wangapi wameweza kuangamia kwa sababu ya madhara ya dhambi? Kwa sababu walifanya vitu kwa wao wenyewe, kwa sababu ya sababu mbalimbali, na hawajali watu wengine. Alafu baadaye wanaanza kuleta sababu. Unajua hiyo tena inatokana nini? Kutojali, kutoweza kuwajali wengine. Na kama hawapo kwenye mchakato, ni lazima utaweza kufanya chakula cha liyai bila kuvunja liyai. Sio kwa nini tunaweza kuifanya. Tunajua huo ukosefu wa haki na kutojaliana. Nakumbuka nilipokuwa na mazungumzo na rafiki hapo Jamaika, na aliweza kuniambia kuhusu historia fulani. Kulikuwa mtu anaitwa Chelizi ambaye aliweza kuteswa na kauawa. Na niliweza kusoma historia hii kupitia vyombo vya habari. Na ilikuwa ni katikati ya mji kabisa. Ilikuwa kwenye nyumba. Na walimuona alivyokuwa akiendelea, na alikuwa akisubiri. Na hebu angalieni kile ambacho kimetokea. Polisi hawakuja, na hakuna ambaye aliweza kuwaita polisi. Na wale mashahidi waliangaliana, na wote pia wakaweza kurudi pamoja. Jana tulikuwa na mazungumzo kuhusu kuwepo. Ni kitu ambacho tunahitaji kama vile watu, kama vile wanadamu. Kutokubalika, tunapoweza kuhisi kwamba hatuna majukumu yote yale katika jumuiya, na tunajua kwamba hiyo ni najua kwamba watafanya.
Na Bwana alikuwa akitoa maelekezo kuhusiana na hayo, akitoa mfano wa Msamaria mwema. Akaangalia ninyi ni wale ambao wameweza kuitwa na mnalazimika, na Mungu ataweka mtu kwenye njia ambayo atakayemtumikia. Na hiyo ni namna ambavyo Mungu aliweza kutumikia. Alisema kwamba nakuja kutumikia, sio kutumikiwa. Na mnajua ndugu zangu, hiyo hapo inaweza kufundishwa kwenye elimu ya saikolojia. Na ilikuwa kitumikishwa na walikuwa wamekaa pale bila kuweza kufanya chochote, walikuwa kiangalia. Na wakati mwingine hukuwa unajihisi kwamba hutakiwi kuwa kabisa ni sehemu ya kundi. Na hapo unapokuwa kwenye kanisa au kusanyiko unasema kwamba natakiwa kuwa sehemu ya kusanyiko. Na hata katika jamii, nyumbani kwenu, kati ya majirani yenu, kama wanakuhitaji, ni mimi ndiye aliweza kukuita. Hamtakiwi kuweza kutojali wengine. Kwa sababu Mungu akutuweka ili tuweze kuwa na tofauti. Na sisi tuna watoto na tunakaa hapo. Tunatakiwa kuwa tiba. Ndugu zangu, mtu mmoja ambaye ametumwa na Mungu anaweza kufanya kila kitu. Mtume mkuu alizungumzia kuhusu kupenda vitu sana, kupenda mali sana. Ni kitu ambacho kimeshika ulimwengu sasa. Sio tu kwamba hatupendi kupata riziki yetu. Tunafanya pia majukumu yetu, lakini tunaona kwamba havitoshi, na hivyo vinaweza kuchukua pia utu wetu. Nakumbuka nilipoweza kuoa, niliweza kununua gari mpya. Na kuna watu wengi ambao waweza kutambua utu wangu kupitia gari. Na nilipokuwa na gari nilikuwa na furaha sana kwa kuwa nayo. Lakini kuna mtu ambaye aliweka kitu ndani ya gari yangu. Na niliweza kuishi hiyo siku. Na hapo nilikuwa pia na hekima. Na baada ya muda niliweza kununua gari nyingine. Nikamuuliza mke wangu, unafikiri nini? Vipi kama unaweza ukabeti kwenye baseball? Ndugu zangu, hiyo ni ya muhimu kiasi gani? Wakati mwingine tunafikia sehemu ambayo tunaweza kama yote tunaweza kuyafanya. Katika maisha yako unakuwa unapata vyeo mbalimbali. Hauwezi ukafika chini kwenye magoti na kuweza kuifikia familia yako. Kutakuwa wengine ambao watu hawakuhitaji. Kutakuwa na watu wengine ambao watakuwa na kuhitaji sana, ambao hawezi kupatia chochote. Na hicho ndicho Yesu Kristo alikuwa akisema. Na hapo ndipo watu walimuuliza Yesu, kwa nini unakaa na wafanya dhambi? Kwa nini? Kwa sababu wananihitaji. Na nilikuja kutumikia na sio kutumikiwa. Na hivyo ndivyo ufalme wa Mungu unaweza kuwa. Hapa kuna neno ambalo linasema kubadilisha ubaya kwa ubaya. Na hivi ndivyo ulimwengu unavyotumika katika huu binafsi ambao unatokea. Na nitaka pia kuwakumbusha kwenye kitabu cha Luka ambayo ni mazungumzo ya Yesu, ambayo ni historia ya yule tajiri. Na yeye alikuwa na mali nyingi kabisa. Na yeye alikuwa ana mali nyingi.
Na akafikiria yeye mwenyewe. Basi nitaweza kuwasomea namna gani ambavyo ameweza kujizungumzia mwenyewe. Na akafikiria yeye mwenyewe, nitafanya nini wakati sina sehemu nyingi ya kuweza kuchunga mavuno yangu? Nitavunja zile ghala zangu, alafu nitaweka ghala kubwa. Na hapo nitaambia nafsi yangu, hapa alikuwa akizungumzia kuhusu yeye mwenyewe. Una vitu vingi ambavyo umejiwekea sasa miaka mingi, basi ule na kunywa. Na Bwana alisema, kama wewe ni mbinafsi, kuna vitu ambavyo vinatumia kwa yote. Tunatakiwa kuwa watajiri kwa ajili ya Mungu. Tunatakiwa kuwa matajiri kwa ajili ya Mungu. Na tusiwe ni watu ambao wanapenda mali nyingi sana. Na kuwa tajiri katika Mungu ni kumpenda jirani yako kama wewe mwenyewe. Na hiyo ndio kuwa tajiri katika Mungu. Unapojifungua mwenyewe kwa namna hiyo, Bwana anakufundisha na unafanya hivyo. Na katika kufanya hivyo, mtu mtajiri katika ulimwengu, na anapokufa kwenye mazishi yake, wazungumzi kuhusu mali alizokuwa nazo, wanazungumzia kuhusu wema aliofanya. Kibinadamu tunajua kwamba hivyo ni vitu vya thamani, vya muhimu. Wakati mwingine kupitia muda tunaweza kuweka mali zetu kwenye vitu vingine, lakini cha muhimu zaidi hapa Bwana amesema sio tu ufalme, sio tu familia yako. Unatakiwa kujifungua mwenyewe kwa ajili ya wengine, kwa sababu hiyo ndio familia yangu na waheshimu. Ndugu zangu na dada zangu, tunatakiwa pia kuwa na thamani ya Baba yetu wa mbinguni. Tunaweza pia kuwavutia watu, na tunatakiwa pia kuwathamini watu wengine na kwa namna ambavyo Mungu anaweza pia kuwathamini. Maana wote tuna hamu ya kuwa pamoja na kila mmoja aliye katika chumba hichi. Tunatakiwa pia kuwa na hiyo thamani. Lakini ulimwengu wa leo umetawaliwa na kutojaliana. Na watu wanaweza pia kuangalia kile kitu ambacho ni cha msingi, na wanaweza pia kujilinganisha nacho. Alafu akishajilinganisha na kuona kwamba hapo tofauti, hapo anasema siko kama wao. Nadhani nikasema, ndugu zangu, wakati mwingine tunafanya hivyo katika familia zetu. Tunaangalia wazazi wetu na babu zetu, na wanasema nisingefanya hivyo. Na mnajua nini kitatokea? Na wajukuu wako watasema mimi nisingefanya hivyo. Na Bwana hapa anatuambia mambo ya kuvutia kwamba tuweze kuwaheshimu wazazi wetu. Tusiweze kuwahukumu kwanza. Tuwajali. Labda kwa sababu hawaja kuwa kanisa yako sasa. Kama Mungu ni mwenye nguvu, kwa nini kuna uovu mwingi ulimwenguni? Na hii inawezekanaje? Na kwa nini Mungu hahukumu wale ambao wanahitaji kuhukumiwa? Bwana alikuwa wazi na kuonyesha namna ambavyo Mungu anafanya vitu. Mungu afanye vitu kwa namna hiyo. Na hapa tunakuja kwenye msimu wa ibada ya mitende. Na hapa amempanda mwana punda. Na yeye amesema kwamba mtatakiwa kuja mbele za Baba yangu kwa unyenyekevu. Na tutakuja sio kwa kudai, lakini
kwa unyenyekevu. Na watu waweze kumwambia, kama wewe ni mtoto wa Mungu, toka kwenye ule msalaba na uweze kujiokoa. Na akasema, mwana wa Adamu afanye hivyo. Nimeweza kuwaita mweze kuwa sehemu ya upendo. Hivyo ndugu zangu, kuna wengi ambao wameweza kutenganishwa na upendo wa Mungu katika kanisa. Kwa kuwa waaminifu kabisa, niwe mkweli. Kama mtume anaweza kuzungumzia kuhusiana na haya, ina maana kanisa si kamilifu. Anaweza kuliona kwa ile sehemu ambayo isiyoonekana, na hiyo ndio sehemu ambayo si sahihi. Kuna makosa mengi yanafanyika na watumishi. Na uhakika napoweza kustafu, nitakuwa pia na kitabu hivi. Naamini hivyo. Na tunaamini katika kanisa isiyoonekana. Na kaweka katika kanisa utume, uwezo kutoa sakramenti wa kuhubiri Injili, na kuwa na uwezo wa kuweza kuandaa bibi harusi wa Kristo. Ili tuweze kuwa na thamani, tuweze kustahili siku ya ujio wa Yesu. Na tukitumikisha utu wetu na kuweza kupinga uungu na kuachana kile kitu ambacho Bwana aliweza kukifanya. Na hii Bwana alitumia ule uungu na kuweza kukamilisha kazi ya Bwana, na kupitia Roho Mtakatifu ametuweka kwenye sehemu ya kuwa na uwezo wa kuweza kufanya mapenzi ya Bwana licha ya tunayopitia, na licha ya kwamba tunakaa katika kanisa ambalo si kamilifu, ambalo ni sura isiyoonekana. Tunatakiwa kufanya hivyo. Kwa nini? Tunatakiwa kwenda na kuweza kusaidia na kuweza kuziba pengo na kuweza kuzileta zile nafsi. Na hicho tunatakiwa kufanya ni nini? Kitu cha kwanza ni kwamba tuweze kukaa pamoja, tuje kanisani, na mhubiri anayeweza kuhubiri watu kuja na kanisani. Lakini tunatakiwa pia kuelewa kwa nini tumekuja hapa. Tunakuja kusherehekea ushindi wa Yesu. Na hapo tunashuhudia, tunaweza pia kukataa asili ya ulimwengu ambayo imetawaliwa na uovu, na kuweza kukaa kinyume cha kutojaliana na kutokuwa na haki. Lakini Bwana hajatuambia tuweze kufanya hayo yote. Anatuambia tuweze kuwapenda majirani yetu, na hiyo hatuwezi tukaipinga kabisa. Na kisha na mtume aliweza kuuliza haya, akazungumzia kuhusu kuwa na furaha na ulinzi wa kuwa watoto wa Mungu, kumpenda mimi na Bwana, na hata furaha yenu iweze kuonekana. Najua hiyo ni vigumu tunapozungumzia. Najua ni vigumu kuweza kuzungumzia imani katika jamii, lakini ukaacha mwanga wako uangaze kwa namna mbalimbali. Na njia moja ni kupitia upendo wa Bwana wa Mungu. Ni kuweza kuionyesha hiyo kupitia upendo wa Bwana. Tunaweza pia kukumbatiwa kiroho. Ndiyo. Tufikirie kuhusu mtoto ambaye anamshika baba na mama, na anatembea katika mji, na anafikia sehemu anakumbatiwa. Na hapo kutakuwa kitu ambacho kitakuwa kimebadilika kwenye maisha ya mtoto, lakini kutakuwa na tofauti. Lakini kukumbatiwa na Mungu, mtume mkuu aliweza kuwa na ibada kwa ajili ya hii, akizungumzia kuhusu Danieli, kwamba katika kitabu cha Danieli kwamba wale watu watatu waliweza kutupwa kwenye tanuru la moto na akajikuta wako 4. Na huyo ndiye Mungu tuliye naye. Hatuna Mungu ambaye
anatuzuia tu tupo kwenye moto, ambaye anakaa na tuna Mungu ambaye anakaa nasi hata katika moto. Najua wakati mwingine tunapitia magumu mengi na hatujiachi kuweza kukatishwa tamaa. Ni kitu ambacho niweza kugundua kwenye kanisa jipya la Kimitume. Tunapoenda kwenye mazishi na watu wengi ambao watu wanakuja, hata wengine ambao hatuwajui. Na hiyo ndio alama ya upendo wa Mungu. Na Mungu anatupeleka kwa wale ambao wanahitaji faraja, na tunawafariji kupitia faraja ile ambayo tumeweza kuipokea. Na naweza kusema ndio ni kitu cha kibinadamu, lakini tunajihisi kwamba ni kitu ambacho ni wajibu wetu, na Bwana atakuwa neno la mwisho la kusema kwenye kifo. Wakati mwingine tunapiganisha ubaya kwa uzuri. Tunapigania kwa ajili ya mema. Na ambacho naweza kusema kwa ajili ya haya, tunaweza pia kuombea hata wale ambao wanatutenda mabaya. Na kama kuna mtu ambaye unaweza kumwepuka kwenye unapoenda kwa daktari, wanakuacha uweze kujaza mafomu mengi sana. Tukienda kwa mfano wa Ibrahimu, alikuwa na muda ambao alikuwa akitamani, alikuwa na muda wa kuweza kuzungumzia, akiweza kuzungumza na Mungu. Na alikuwa na mazungumzo na Mungu, na hapo wakati mwingine nikafikiri yeye angeweza kumbadilisha Mungu. Na yeye mtu unaanza kufikiria kuhusu nafsi, alafu mimi bado naendelea kufikiria kuhusu wewe. Na hiyo ndio kazi tunaweza kuifanya. Naye anataka sisi tuweze kuwa tutambue halisi iliyo katika kanisa, udhaifu wake. Na wakati mwingine hatuifichi, na tunaamini tunachoamini. Tunaamini kwamba Bwana ni Yesu, ni kanisa ambaye anaweza analileta kwenye ukamilifu, na yeye ana mpango wa wokovu, na Roho Mtakatifu anafanya kazi katika kanisa. Na hakuna mtu ambaye ana tatizo na kanuni ya kwanza na ya pili ya imani. Naamini katika Mungu, naamini katika Yesu, naamini katika Roho Mtakatifu, ndio. Bwana anatualika tuweze kujihusisha katika mapenzi yake, na kutuchagua kwa sababu sisi ni wabora. Na amesema kwamba mimi nimeweza kuwachagua. Nini kitakachokuwa? Mmeweza kubarikiwa, mweze kuwa baraka na kuweza kuwasaidia wengine. Kwa wale ambao wanakuwa hawawezi kabisa kuvumilia maisha, na ninyi mnakuwa ni jibu. Na unapokuwa na jibu na usiweze kushiriki, unaweza kujifikiria kama kuna ubaya hapo. Ndugu zangu na dada zangu, Mungu atashiriki ufalme wake nasi. Na hicho ndio tunachofahamu. Na muda utakapowadia, na Bwana ataweza pia kuchunguza mazao. Na ila yeye anatualika tuweze tu kupanda mbegu ya upendo, tuweze kuwa na uvumilivu, na tuweze kubadilisha namna ya utumishi wetu kwa ile ya ufalme wa Mungu. Amina. Sasa tunatumai
na tunajiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu, na tukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Tukimtazamia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuyatimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Ndugu zangu, kwa muda huo nikifikiri nyuma kidogo kwenye wimbo wa ufunguzi, inasema kwamba tunaweza pia tunaweza kwenda Sayuni, tunaenda kwenye mji wa Bwana. Na Bwana anatubariki na kutusaidia ili tuweze kupeleka hiyo habari kwa wengine, na sisi tunatakiwa kuwa mwanga kwa watu wengine. Na tutakuwa katika huo uhusiano ni kutokana na kile ambacho Mungu amefanya kwetu. Anatupatia imani. Hatukutambua kwamba alikuwepo kabla hajatuambia. Na sio tu hivyo, na yeye pia ni mwandishi wa maisha yetu. Tukiweza na tukiangalia yote maamuzi ambayo tumefikiri kuyafanya, na Bwana alisema, na kuna wakati mwingine katika kila hali nilikuwa pamoja nanyi na mimi ndiye mwandishi. Na hapa anasema ambaye kwa furaha ambayo aliweza kutumwa naye kwenye msalaba. Najua ndugu zangu, huu ni muda ambayo inatupatia matumaini. Na Bwana alivumilia. Natambua msalaba ulikuwa wapi? Na hilo vuvu la kichwa lilikuwa ni nje ya mji. Ilikuwa imetengwa mbali na mji. Pale Golgotha, ambayo ilikuwa ni sehemu ya kutupia vitu, ambayo ni sehemu alikufia. Aliweza kuondolewa kwenye nje ya nchi ili tuende kupata mji. Alifanya hivyo vyote kwa sababu kulikuwa na furaha ambayo ilikuwa ndani yake. Na sio tu kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, lakini alitamani kutuokoa. Alikuwa na furaha kufanya hivyo, ndio maana alijizabihu. Na kila kitu kinachotokea katika maisha yetu, na jibu sio kwamba Mungu anipendi, hiyo sio jibu. Na jibu ni licha kitu kinachoweza kunitokea katika maisha yangu, furaha yangu na tumaini langu ni kwamba Mungu atatimiza kazi yake. Atatimiza pia historia yetu, na historia yetu itakuwa katika pia historia zingine. Na anatuleta wote katika muda huu. Hata pale Golgotha alikuwa akidharauliwa, ijapokuwa alikuwa amekaa kimya. Na akasema, "Oh Bwana Mungu, Mungu, kwa nini umeniacha?" Na katika ukimya aliupata, siku moja tutaweza kusikia parapanda. Tutaweza kusikia pia tukiitwa. Tunapoenda mbinguni, tutakuwa na muda ambao tutaweza kuelewa vitu. Tunafikiri kuwa kwa namna hii sio mfano sahihi, lakini kulikuwa mtu ambaye alikuwa kipofu miaka mingi na alikuwa hajapata kabisa kuona. Na
na madaktari kuja wakaweka baadhi ya dawa, na akaweza kuambia mnaona vile, na akasema hapana, sioni chochote. Hivyo ndugu zangu, tutakuwa pia na uwezo tofauti katika mwili wa kiroho. Kila kitu tunaweza kukifanya kimeambatanishwa na msemo huu, njoo Bwana Yesu. Tutakuwa na uwezo wa kuweza kuelewa vitu katika maisha yetu ambayo tunaweza kuvifanya, na nafikiri kwamba hatutakuwa na muda kuuliza maswali mengi, kwa sababu tutaweza kupewa vitu vile ambavyo tulikuwa navyo kabla. Na Bwana alikuwa na furaha, ndio maana alifanya vitu vya ajabu sana, ijapokuwa kwamba sisi nasi hatualikwi kufanya hivyo. Lakini furaha yetu imeweza kuwekwa mbele yetu, tumaini limewekwa mbele yetu, na kuja kwa ajili yako. Na sasa kwa mapenzi yangu nitaweza kukamilisha, basi vumilia. Amina. Na sasa tutakuwa na muda wa toba. Tunaweza tukaimba wote wimbo wa 318, nasikia sauti.